Akizungumza huku akionyesha ramani ya mlango wa bahari wa Hormuz, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani Danny Kaine amesema Iran imeshambulia meli za kibiashara mara 9, imeteka meli 2 za mizigo na kushambulia vikosi vya Marekani zaidi ya mara 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili 8 mwaka huu. Amesema hatua hizo bado hazijafikia kiwango cha kuanzisha tena mapigano makubwa kwa sasa. Kaine amesema mashambulizi ya Irani ya makombora, droni na boti ndogo dhidi ya vikosi vya Marekani katika mlango huo jana yalizuiwa kwa mafanikio na helikopta za Marekani. Ameongeza kuwa mabaharia 22,500 walioko ndani ya meli 1,550 katika meli za kibiashara wamekwama katika Ghuba ya Uajemi na hawawezi kuendelea na safari. Kwa mujibu wa Kaine, meli za kibiashara zitakapopita katika eneo hilo zitaweza kuona, kusikia na kuhisi nguvu ya kijeshi ya Marekani inayozizunguka. Ameongeza kuwa Marekani iko tayari kuanzisha tena mapigano makubwa dhidi ya Irani iwapo itaamriwa kufanya hivyo, na kwamba tahadhari ya sasa ya Marekani haipaswi kutafasiriwa kama ukosefu wa uthabiti. Wakati hayo yakichomoza, Mohamed Bakeri Karibafu, mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika uongozi wa Irani na spika wa bunge la nchi hiyo, amesema katika taarifa ya hivi karibuni kuwa mkakati mpya unaendelea kuimarishwa kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, amesema kuwa ukiukaji wa usitishaji mapigano pamoja na mzingiro uliowekwa na Marekani na washirika wake umeleta tishio kubwa kwa usalama wa usafirishaji wa baharini na usambazaji wa nishati. Kalibafu amesema zaidi kuwa kile alichokitaja kama uadui wa utawala wa Marekani hatimaye utadhoofika. Tunafahamu vyema hali hii na tunajua kuwa mazingira ya sasa hayawezi kuvumilika kwa Marekani kuendelea nayo, lakini hadi sasa hatujaanzisha rasmi hatua yoyote kwa upande wetu, amesema Kalibafu kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X. Kalibafu amekuwa mmoja wa viongozi wakuu waliokuwa mstari wa mbele katika duru ya mazungumzo kati ya Marekani na Irani iliyofanyika mjini Istanbul nchini Pakistan. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.